الله 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 أكبر الله 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 أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله ديني إلوكوجا كولتا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الرعد: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala habadilishi yaliyokuwemo kwa watu mpaka wao wakubali kuyabadilisha waliokuwa nayo. Aya hii wanachuoni alayhim rahmatullah wameitizama katika mitazamo miwili. Mtazamo wa kwanza, Allah subhanahu wa ta'ala habadilishi hali mbaya waliokuwa nayo watu mpaka wao wawe tayari kubadilika, ndiko Allah subhanahu wa ta'ala awaletee hali nyingine nzuri. Huu ni mtazamo wa kwanza. Mtazamo wa pili, Allah subhanahu wa ta'ala habadilishi hali walizokuwa nazo watu katika neema kuwapeleka katika hali nyingine ya nikma, hali ya maafa na mabaya, mpaka wao wenyewe wabadilishe kutoka katika ile neema ambayo waliokuwa nayo waende katika hali nyingine inayopelekea kuwaingiza katika hayo mabalaa. Aya hii ni msingi mkubwa sana katika kutaka mabadiliko. Iweje leo unataka mabadiliko katika nafsi yako, katika kazi yako, katika maisha yako ya kila siku, alafu hauko tayari kubadilika? Kama kweli unataka kubadilishiwa uliokuwa nayo na Allah subhanahu wa ta'ala, hebu jaribu kubadilika. Kama mzito kwenye ibada, mzito kwenye kutekeleza ibada ya swala mathalan, mzito kwenye kila jambo la kheri, hebu jiangalie nafsi yako, una yepi unayoyafanya yanayokutia uzito katika hilo, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tumuonyeshe Allah subhanahu wa ta'ala utayari, kisha yeye atatia yale ambayo tunayataka kwetu sisi. Haiwezekani tuseme tunahitaji maendeleo, tunahitaji mafanikio, alafu hatuko tayari kuyapambania hayo mafanikio, hatuko tayari kufanya vile ambavyo itafikisha katika hayo maendeleo. tarju najata wa lam tasluk masalikaha inna as-safinata la tajri ala al-yabasi. Wewe unataka kuokoka, unataka kufikia malengo, alafu hujapita zile njia za malengo. Hakika ya safina halipiti nchi kavu, hata jahazi ili liende lazima lipite katika maji. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah anasema katika suratul Ra'd aya nambari 11, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin, Allah huwa habadilishi neema ambazo wako nazo watu, hata yughayyiru ma bi anfusihim, mpaka kwanza wabadilishe yale ambayo yako katika nafsi zao. Mwanadamu yeyote huwa hapendi shida, mwanadamu yeyote huwa hapendi matatizo. Ndio maana watu huwa wanafaiti mambo chungu nzima ili mradi maisha yao yawe mazuri. Waliokuwa maskuli wanasoma kwa juhudi ili baada ya kumaliza masomo yao waweze wakafanya kazi na maisha yawe ni mazuri. Wale ambao wapo katika mihangaiko, labda ni wakulima, wanalima kwa juhudi kubwa, lengo kubwa baadaye mtu aweze kufanikiwa katika maisha yake. Sasa nakuhusia kwa ajili ya Allah, hakikisha ya kwamba yale mema ambayo uko nayo siku zote usiyabadilishe mema yale kwa maasi. Siku zote Allah tabaraka wa taala akikupangia mambo yaliyokuwa mazuri, mambo mazuri na neema, ukaziona ya kwamba sio neema wala sio mambo mazuri, Allah tabaraka wa taala huwa anabadilisha neema ikawa ni nakama. Ukijiona una afya iliyokuwa nzuri, ilinde afya yako. Ukijiona wewe si mtu wa maradhi, si mtu wa kuumwa, hakikisha ya kwamba afya unailinda vizuri. Ukijiona wewe ni mtu ambaye una amani katika nafsi yako, hakikisha ya kwamba amani ya nafsi yako unailinda, kwa sababu kuto kulinda neema aliyokupa Allah tabaraka wa taala ni kujichuria, ni kujiombea dua mbaya, ni kujiombea mazingira mabaya, mazingira ambayo ile neema ambayo Allah amekupa anaweza akaiondoa, kisha mwisho wa siku ukawa wewe ni habaa manthura. Kila jambo ambalo unalifanya hakuna faida, hakuna uzuri, hakuna baraka ndani ya jambo, na baraka katika jambo zuri huwa mwanadamu analiondoa yeye mwenyewe. Pale ambapo unakuwa umepewa neema na Allah tabaraka wa taala,
ukaacha kuijua neema aliyokupa Allah subhanahu wa ta'ala, huwa Allah anaiondoa ile neema aliyokupa, kama Allah anavyosema, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, hakika Allah huwa habadilishi neema ambazo wanadamu amewapa mpaka wanadamu wenyewe ifikie wakati wawe wanazibadilisha zile neema ambazo Allah tabaraka wa taala amewapa. Kwa ni wajibu kwako, kama unajua kuna kipaji Allah amekupa, linda kipaji chako. Kama unajua kuna jambo ambalo Allah amekupendelea, Mungu amekupendelea hilo jambo tofauti na wenzio, endelea kumshukuru Mungu, endelea kuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, ili ile neema uliyokuwa nayo Allah aweze kuibakisha kwako na kuiendeleza. Neema ukiwa nayo ikiondoka huwa inamtesa mwanadamu, na kubaki kwa neema ndiyo jambo lililokuwa zuri. Itunze neema, itunze baraka aliyokupa Allah subhanahu wa ta'ala, ili uweze kuishi maisha yaliyokuwa mazuri. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala habadili wala hageuzi wala hawezi kukutoa hatua kwenda hatua nyingine, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, hayabadilishi yaliyopo kwa watu mpaka kwanza wao wabadilishe yaliyo katika mioyo yao. Ndugu yangu Muislamu, ukitaka kutoka katika hali duni kwenda katika hali nzuri ya kiimani, ni wewe uchukue hatua za kubadilika, na achana na maasiya, na achana na maovu na machafu, na achana na kuacha swala, na achana na uzinifu, na achana na wizi, na achana na utapeli, na achana na uongo, na achana na usengenyaji, na achana na ulevi, na achana na kila kilichokuwa kibaya. Hapo Allah subhanahu wa ta'ala atakuondosha katika hiyo hali na kukupeleka katika hali nyingine. Lakini usitegemee wewe kubadilika na ile hali moyo wako haujachukua maamuzi ya kubadilika. Ni kwanza dhamiria katika moyo wako, mimi naanza kubadilika, naacha uovu wa kuacha swala, naacha dhambi ya kutokufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, naachana na zinaa, naachana na wizi, naachana na riba, naachana na dhulma, naachana na utapeli, naachana na kila kilichokuwa kibaya. Allah subhanahu wa ta'ala anakubeba mzima mzima kwa maamuzi yako yaliyotoka katika moyo wako, yaliyo ya dhati, yaliyokuwa ya kweli, yaliyokuwa sahihi. Anakuhamisha kutoka katika hayo mazingira na kukupeleka katika mazingira ya iman, taqwa, istiqama, khudhu', khushu', arrahba, arraghba, kila aina ya sifa njema. Allah subhanahu wa ta'ala anaupamba moyo wako na anautengeneza moyo wako. Kwanza amua kubadilika, amua kutoka katika mazingira ulionayo, badilisha marafiki, badilisha jamaa, badilisha hata maeneo ya kuishi, ili uweze kubadilishiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Anza wewe kujihamisha kutoka katika mazingira ya kuwa na imani dhaifu, na uwe na imani ya kumhofu na kumnyenyekea Allah subhanahu wa ta'ala, ya kuwa na yaqini jema utakalolifanya unalipwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Imani ya yaqini, ovu utakalolifanya Allah ataliandika, na siku ya kiyama kama hujatubia utaadhibiwa kwalo, na kama umetubia Allah atakusamehe na utapata malipo ya tauba yako. Kuwa na yaqini kila ibada unayoifanya, amali hiyo mbele ya Allah anairidhia na anaipokea. Kuwa na yaqini Allah kaumba pepo na kaumba moto. Kuwa na yaqini pepo ni kwa ajili ya waja wema na moto ni kwa ajili ya waja waovu. Kuwa na yaqini kuwa dunia hii ni nyumba ya kufanyia matendo mema na akhera ni sehemu ya kwenda kulipwa, na hakimu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hapo ndipo utabadilika. Kinyume na hivyo tabaki pale pale, na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala haina uongo, ipo kwa yaqini. Wa hadha, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah, Allah, Allahu akbar. Allah, Allah, Allahu akbar. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Dini